Karibuni wanafunzi wa darasa la 5, la 6 na la 7 katika somo la hesabu. Leo tutaenda kufanya marudio ya NECTA 2023 swali la 41, 42, 43, 44 na 45. Usisahau ku-like, kushare, kusubscribe na kufollow ili uwe wa kwanza kupata masomo haya. Moja kwa moja twende tuone swali la 41. Swali linasema shule ina eneo la mita za eneo 240 na urefu wake ni mita 15. Kipi kitakuwa kipeuo cha pili cha upana wa eneo la shule hiyo? Tunajua shule ina umbo la mstatili na wametupa eneo letu lina mita za eneo 240 na urefu wa mita 15. Kwanza kabisa tutaenda kutafuta upana, kisha tutaenda kutafuta kipeuo cha pili cha upana. Wametupa eneo ni sawasawa na A ni sawasawa na mita za eneo 240. Pia wametupa urefu, huu nitauita L. Wametupa hii ni sawasawa na mita 15. Tunatafuta upana, huu nitauita W. Hii ni sawasawa na ngapi? Eneo la mstatili ni sawasawa na urefu mara upana, ambapo eneo ni sawasawa na urefu mara upana. Wametupa eneo ni sawasawa na mita za eneo 240. Kwa hiyo 240 ni sawasawa na urefu ambao ni 15 mara upana W. 240 ni sawasawa na 15 W. Tutagawanya kwa 15, tutagawanya kwa 15, kwa 15 moja, 15 moja, kwa 15 moja. 240 kwa 15 ni 16. Kwa hiyo W ni sawasawa na 16. Huu ni sawasawa na upana. Swali letu linauliza kipi kitakuwa kipeuo cha pili cha upana wa eneo la shule yetu? Kwa hiyo tutaenda kutafuta kipeuo cha pili cha upana tulioupata. Kipeuo cha pili cha 16, hiki ni sawasawa na 4. Jibu letu ni mita 4. Twende tuone swali la 42. Linasema shule inamiliki bustani ya vitunguu yenye umbo la trapeza ABCD kama inavyoonekana katika umbo lifuatalo. Umbo hili hapa. Ikiwa eneo la sehemu iliyotiwa kivuli ni mita za eneo 48 na urefu AF ni mita 6, tafuta eneo la bustani yote. Shule yetu ina bustani ya vitunguu yenye umbo la trapeza ABCD na wametupa eneo lililotiwa kivuli, eneo la pembe tatu mraba ni mita za eneo 48. Pia wametupa urefu AF. AF huu ni mita 6. Wanasema tafuta eneo la bustani yote, maana eneo la trapeza. Tunajua eneo la trapeza ni sawasawa na nusu A jumlisha B mara wimo. Nitaliita eneo la trapeza tunayotafuta A1. Hii ni sawasawa na nusu
urefu A nitauita BC na urefu B nitauita AD. Kimo nitakiita CE. A ni BC jumlisha AD mara kimo BF. Tumepewa BC, urefu BC huu ni sawasawa na urefu A, urefu AD huu ni sawasawa na B, na kimo urefu CE huu ni sawasawa na H, ambao wametupa ni mita 8. Lakini pia urefu BC ni sawasawa na urefu FE. Urefu BC ni sawasawa na urefu FC. Wametupa eneo la sehemu iliyotiwa kivuli ambalo nitaliita A. Hili ni sawasawa na mita za eneo 48. Eneo lilotiwa kivuli ni eneo la pembe tatu mraba ambalo ni sawasawa na nusu mara kitako mara kimo. Tumepewa eneo hilo ni sawasawa na mita za eneo 48. Kwa hiyo 48 hii ni sawasawa na nusu kitako cha pembe tatu mraba ni urefu FE mara FE mara kimo ambacho ni mita 8. Twende tutafute urefu FE kwa 2 1 kwa 2 4. 48 ni sawasawa na 4 mara urefu FE, tagawanya kwa 4, tagawanya kwa 4, kwa 4 1, kwa 4 1, kwa 4 1, kwa 4 12. Kwa hiyo urefu FE ni sawasawa na mita 12. Ukiangalia eneo letu la trapeza, urefu FE ni sawasawa na urefu BC. Kwa hiyo urefu BC pia ni sawasawa na mita 12. Lakini pia urefu AF ni sawasawa na urefu ED. Wametupa kwa kutuonyesha hizi alama. Kwa hiyo urefu ED ni sawasawa na mita 6. Sasa tunaweza kutafuta eneo letu lote la trapeza kwa kutumia kanuni yetu. Eneo la trapeza ni sawasawa na nusu A jumlisha B mara wimo. Lakini urefu wetu A ni sawasawa na BC ambao ni mita 12. Kimo chetu H ni sawasawa na urefu BF ambao ni mita 8. B ni sawasawa na urefu AD. Hii ni sawasawa na 6 jumlisha 12 jumlisha 6. 6 jumlisha 12 jumlisha 6, ambayo hii ni sawasawa na 24. Kwa eneo letu la vitunguu ni sawasawa na nusu mara A 12 jumlisha B 24 mara wimo ambao ni 8, kwa 2 1, kwa 2 4. Eneo letu ni sawasawa na 12 jumlisha 24 ni 36 mara 4, ambayo hii ni sawasawa na mita za eneo 144. Kwa hiyo eneo lote la vitunguu ni sawasawa na mita za eneo 144.
44. Twende tuone swali la 43. Swali linasema katika umbo lifuatalo, sehemu iliyotiwa kivuli inawakilisha eneo la shamba lililopandwa vitunguu. Tafuta eneo la sehemu lililopandwa vitunguu. Tumia pai ni sawasawa na 22/7. Tumepewa eneo la mstatili ambalo ndani yake lina nusu duara ambalo halijapandwa vitunguu, wakati eneo lingine lilotiwa kivuli limepandwa vitunguu. Kwa hiyo tunahitaji kupata eneo lililopandwa vitunguu. Tutaenda kutafuta eneo la mstatili, kisha tutaenda kutoa eneo la nusu duara. Eneo la mstatili ni sawasawa na urefu mara upana. Hii ni swali la 43. Eneo ni sawasawa na urefu mara upana. Wametupa urefu ni sawasawa na mita 20. Kwa hiyo eneo ni sawasawa na 20 mara upana ni 14 mara 14. Tutapata eneo la mstatili ni sawasawa na mita za eneo 280. Tumeshapata eneo lote la mstatili. Sasa twende tutafute eneo la nusu duara. Eneo la nusu duara nitaliita kama eneo la pili, ambalo hili ni sawasawa na nusu pi r square. Tumepewa kipenyo cha mita 14. Kwa hiyo nusu kipenyo ni sawasawa na 14 gawanya kwa 2, ambacho kinakuwa ni sawasawa na mita 7. Eneo letu ni sawasawa na nusu mara, wamesema tutumie pai 22/7 mara 22/7 mara nusu kipenyo cha 7 mara 7 mara 7 kwa 2 1 kwa 2 11 kwa 7 1 kwa 7 1 11 mara 7. Tutapata eneo la nusu duara ni sawasawa na mita za eneo 77. Kupata eneo la sehemu iliyolimwa vitunguu hii ambayo imetiwa kivuli, tutachukua eneo zima la mstatili, tutatoa eneo la nusu duara ambalo tumepata mita za eneo 77. Kwa eneo lililolimwa vitunguu ni sawasawa na eneo la kwanza toa eneo la pili. Hii ni sawasawa na 280 toa 77. Tunapata hii ni sawasawa na mita za eneo 203. Kwa hiyo eneo lililolimwa vitunguu hili ambalo limetiwa kivuli ni sawasawa na mita za eneo 203. Twende tuone swali la 44. Swali linasema ikiwa kipindi kimoja cha somo la hisabati hufundishwa kwa muda wa dakika 40, je, ni vipindi vingapi vya somo hilo vitafundishwa kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 3:30 asubuhi? Tunahitaji kujua ni vipindi vingapi vitafundishwa vya dakika 40 ambavyo vitaanza kufundishwa kuanzia saa 2 kamili mpaka saa 3:20. Kwanza kabisa tunahitaji kujua kuanzia saa 2 kamili mpaka saa 3:20 kuna muda gani. Tutaenda kuchukua saa 3:20, tutatoa saa 2 kamili ambapo vipindi vilianza kupata muda uliotumika. Kwa hiyo tutasema saa, dakika, tutachukua masaa 3 na dakika 20, tutatoa masaa 2 kamili, tutapata 0, tutapata 2, tutapata 1. Kwa hiyo kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 3:20 mwalimu wa hesabu alitumia saa 1 na dakika 20, lakini kipindi kimoja kina dakika 40. Tubadilishe hili saa 1 kwenda dakika,
saa moja lina dakika 60. Kwa hiyo jumla mwalimu alitumia dakika 60 ambayo ni sawasawa na saa moja jumlisha dakika 20 ambayo hii itatupa dakika 80. Kwa jumla tuna dakika 80 na kila kipindi kina dakika 40. Kujua idadi ya vipindi tutachukua dakika 80 tutagawanya kwa 40. Hii ni sawasawa na vipindi viwili. Kwa hiyo mwalimu wa hesabu alifundisha vipindi viwili. Twende tuone swali la mwisho, swali la 45. Nasema Musa aliweka shilingi 450,000 katika benki itoayo kiasi cha riba cha 4.5% kwa mwaka. Alipata faida kiasi gani kwa miezi? Hili ni swali la riba katika benki. Tumepewa kianzio ambacho ni sawasawa na P sawasawa na 450,000, lakini pia wametupa riba ambayo hii ni sawasawa na R, wametupa ni 4.5% kwa mwaka. Kwa mwaka ambayo hii ni sawasawa na 9.2%. Pia wametupa muda ambao huu ni sawasawa na T, wametupa hii ni sawasawa na miezi 8. Tutaenda kuibadilisha kuwa mwaka, kwa hii ni sawasawa na 8 gawanya kwa 12, ambayo hii ni sawasawa na kwa 4, 2, kwa 4, 3. Hii ni kwa mwaka. Tunajua faida hii ni sawasawa na riba, hii ni sawasawa na I ni sawasawa na PRT chini ya 100. Twende tutafute faida. Faida ni sawasawa na kianzio tumepewa 4.5 mara riba kwa mwaka ni 9/2 mara muda tumepata 2/3, lakini hii gawanya kwa 100. Twende turahisishe kwa 2 1 kwa 2 1 kwa 3 1 kwa 3 3, 0 na hizi 0 Kwa hiyo faida aliyopata ni sawasawa na 3 mara 4,500 ambayo ni sawasawa na shillings 13,500. Hii ni faida aliyoipata kwa kuweka fedha zake kwa miezi 8. Naamini video hii itakuwa imekusaidia. Usisahau kushare, kulike, kufollow na kusubscribe. Mpaka wakati mwingine, bye bye.